Ukawe nasi tena, Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Tuko tayari kusikia neno lako. Sema nasi, tuonye, utuelekeze, maana we ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Nijaribu kuona kama tunakumbuka vizuri somo letu la jana. Somo letu la jana lilikuwa linasemaje? Lilikuwa linasemaje? Kanuni za kufanikiwa kila. Safi sana, hapo tumeenda vizuri kabisa. Kumbukeni jana katika kitabu ambacho tulimalizia kunukuu ilikuwa ni Christ Object Lessons, ukurasa wa 84 na 85. Nitarudia sana kitabu hiki huko napoenda mbele, kwa sababu kimetaja sana hizi sheria za asili, na niwakumbusheni tu ya kwamba tulivyosoma jinsi ambavyo inaelezewa ni kwamba Ellen White anasema vijana wetu wafundishwe ili wajue kwamba hizi sheria za asili ni kama amri 10 za Mungu. Kwa lugha nyingine, tumejikita kwenye amri 10 za Mungu bila kuelewa ya kwamba kumbe sheria za asili zimejumuishwa katika amri 10 za Mungu. Yaani amri 10 za Mungu ni kama summary, imeeleza kwa kifupi. Ukija kwa kina utakuta sheria za asili zinaelezwa kwa upana, maana kwenye amri 10 za Mungu zimetajwa kwa ujumla. Natoa mfano: waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Lakini ukiangalia ufafanuzi wa sheria hii, amri hii unasema ili upate heri na fanaka. Kwa inaenda zaidi ya hapo kwamba ukipata maisha marefu. Kinyume chake pia, ukiwa hujamheshimu pia inakuwa ni kinyume chake, pata laana, lakini pia na mikosi mingine inafuata baada ya hapo. Sasa mpende jirani yako kama nafsi yako. Anapoiweka Yesu vizuri, anasema ya kwamba yoyote mtakayomtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana kipimo kile utakachompimia mwingine ndicho utakachopimiwa. Kwa anaenda kwa upana zaidi ya hapo. Sasa tukumbushane kidogo kwenye kile kitabu cha Christ Object Lessons, ukurasa wa 84 na 85. Katika sheria za Mungu katika asili, athari hufuata sababu kwa uhakika usiokosea. Kwenye Kiingereza inakuwa na kauzito fulani, kwa hiyo tunahangaika kupata tafsiri nzuri zaidi. Anasema in the laws of God in nature, effect follows cause with unerring certainty. Yani haikosei. Nikawaambieni kwamba kuna mambo unayapitia leo ni matokeo ya mbegu uliyopanda, ila kwa kuwa huna kumbukumbu hata huwezi kujua kwamba kinachokupata ni mbegu ulipanda lini. Ndiyo maana anajua hizi kanuni. Ukipatwa na jambo lolote zuri, mshukuru Mungu kwa kuwa unavuna wema uliopanda hata kama ulikuwa umesahau. Haleluya. Ukipitia baya lolote usilalamike, ila kubali ya kwamba unapitia uzoefu wa mbegu pia ambayo ulipanda. Na nikasema hivi, sio wote wanaopitia mabaya walipanda mabaya, ila wengine hupitia mabaya kama funzo la Mungu katika ulimwengu usioonekana, kama vile Ayubu hakufanya kosa. Kwa usije ukaenda kwa ukakariri kwamba kila unayemuona baya limempata basi kuna kitu alifanya. Usije ukakariri. Wakamuuliza Yesu walivyomkuta yule kipofu, ni nani aliyekosea, yeye au wazazi? Maana walijua kanuni za asili. Mshike mkono jirani yako, mwambie unaanza kuelewa. Amekuambiaje? Kwa wanafunzi wa Yesu walijua hizi kanuni za asili, wanazijua vizuri kabisa, wanazielewa vizuri kabisa. Mfano mwingine rahisi, kwa mujibu wa Torati, unapovuna shamba
hutakiwi kuvuna shamba ukamaliza mazao, ni kosa. Unatakiwa uache kwa ajili ya ndege, uache kwa ajili ya mpita njia. Leo hii tunafanya hayo mambo, ndio maana mvua hazinyeshi. Unakuangua mpaka yote inaisha. Sheria ya asili inakuambia acha, 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 ili mtu mwingine apite hapo. Akipita hapo na yeye anakubariki. Natoa mfano mwingine tena. Ikatokea mtu amekudhulumu na hataki kukulipa, ukijua sheria za asili, unageuza kila alichokutendea kinakuwa ni baraka kwako. Naongea na watu au na binadamu? Jamani, hiyo inaeleweka au ni dadavue kidogo? Mmesemaje? Haya, dhuluma. Mtu amekufanyia dhuluma, kanuni ya asili inasema kwamba yeye atalipwa kwa dhuluma yake aliyokutendea, atapigwa kivyake. Ila wewe usipojua kucheza na hizi sheria, hizi kanuni, utajikuta badala ya kuvuna faida kwa dhuluma yake, unavuna hasara. Kwa hiyo issue hapa ni utambuzi, ujue kucheza na hizi laws. Wafanyabiashara wote mtajua hili. Mtu anayefanikiwa kwenye biashara ni mtu anayejua kucheza na kanuni za uchumi. Huwezi kutoboa kama hujui kanuni za uchumi. Anajua hapa nitacheza na hii pesa, nitabadilisha kiasi hiki. Kama ni pesa ya kigeni, unavyoendelea kubadilisha pesa ya kigeni inapungua thamani. Kila ukibadilisha inapungua, kila inapungua thamani. Sasa tuje kwenye kanuni za kiroho sasa. Akupigae shavu hili, inasemaje Biblia? Mgeuzie. Anayekunyang'anya koti mwachie na nini? Joho au kanzu pia. Anayekulazimisha kutembea maili moja, wewe tembea ngapi? Hivi vitu vipo kwenye Biblia. Kwa hiyo mtu anayekudhulumu pesa zako anakubariki bila yeye kujua. Sasa unakosea wapi kwenye hizi kanuni? Sasa ni sawa na umeme. Umeme huu tunautumia sasa hivi kuwasha taa, tunatumia kuwasha feni, lakini umeme huu tunautumia kufunga kwenye fensi mwizi asiingie. Kwa mwizi akija akigusa pale anapigwa shot. Ni umeme ule ule, ila matumizi yamekuwa tofauti. Mtu akikudhulumu, mdai pesa yako mara ya kwanza, dai mara ya pili, dai mara ya tatu. Ukiona kuna ujanja na kona kona, mwambie nimeachilia. Na ukiachilia, omba Mungu akupe amani ya moyo. Usiachilie huko sasa nitamkumbusha tena. Achilia kabisa kabisa. Tena mwambie nimekusamehe, yameisha kabisa. Yeye atajiona mjanja, amekuweza, amekuwini, lakini sheria ya asili itamchapa, na inamchapa kwa kanuni kwamba katika kila shilingi aliyochukua yeye atanyang'anywa kwa kipimo kilichojaa na kushindiliwa na kusukwasukwa, vyote vitarudishwa kwako. Haleluya! Hata ubaya wake ni huu, huwa baraka zikija hatuambii kwamba unajua ni ile pesa uliodhulumiwa. Huwa haisemi, sheria ya asili haisemi. Ndio maana ile neno anasema huwa inajibu bila kukosea, ila haisemi kabisa. Nakupa mfano. Kuna watu hapa tungefunguliwa macho yetu, ungekuja kugundua ya kwamba kuna ugonjwa ambao ulikuwa ukugharimu karibia milioni 60 kwenda India, lakini Mungu aliuzuia kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ulimsaidia na alikuwa na shida. Kuna sana mimi wakati najifunza hizi sheria nikamwambia Mungu, natamani Mungu kama ungeli tufungulia macho, huenda tu tuone ili tujue ni mambo gani. Ila nikagundua kwa nini Mungu anatuficha. Mungu akituficha ana sababu yake. Siku tukijua kila tulichofanya na matokeo yake amekuwaje, hasa katika uzuri, tutatenda tukisukumwa na faida, lakini sio moyo wa kupenda. Tunaanza kuelewana hapo sasa. Kwa Mungu anatuficha ili tuweze kubadilika, maana hizi ni tabia za mbinguni, ndivyo inavyotakiwa iwe. Hiyo ndio kanuni jinsi ilivyo. Na mimi nakuambia leo, hakuna tendo jema ulilotenda ambalo hutalipwa matokeo yake. Halipo. Yaani hakuna, halipo. Sasa sikiliza hii kanuni vizuri sasa. Katika sheria za Mungu katika asili, athari hufuata au matokeo
hufuata sababu kwa uhakika usiokosea. Mavuno yataonyesha kile kilichopandwa. Kila mbegu iliyopandwa huzalisha mavuno ya aina yake. Vivyo hivyo katika maisha ya binadamu, anasema Ellen White, sote tunahitaji kupanda mbegu za huruma, upendo na moyo wa usaidizi au kusaidia wengine, kwa maana tutavuna kile tunachopanda. Kwa lugha nyingine anasema hivi, dhamiria ndani ya moyo wako, panga kutenda mema. Yaani panga, haitokei tu. Anakuambia haiwezi kutokea tu basi ukaanza kuvuna mahindi sehemu ambayo ulikuwa umepanda sukuma wiki. Kwa hiyo kuanzia leo, kwa kujua hii, dhamiria kabisa. Upo kwenye daladala, umemwona kuna mzee amesimama pale, dhamiria kabisa, nyanyuka kwenye kile kiti, mwambie mzee, njoo ukae hapa, mimi nitasimama. Dhamiria kabisa, kuanzia leo badilika. Nimewaambieni, mkisikia kuna habari ya ujenzi wa kanisa linajengwa mahali fulani, dhamiria kuchangia. Hiyo ni nafasi, usije ukaichezea kabisa. Wanatangaza majengo, tunahitaji simenti ngapi, sio? Acha kusema mimi sina. Unajinyima baraka we mwenyewe. Dhamiria. Unasikia kanisani unatangaza, jamani, kuna mwenzetu anaumwa, tunamchangia pesa, natakiwa aende India, milioni 300 zinatafutwa. Unakosa hata 5,000 ya kuchangia, unakosa. Na kuna ujinga tunaofanya, sisemi msije mkatenda hiki ninachokwenda kusema, lakini ni ujinga wetu. Tunachangia zaidi harusi kuliko maendeleo. Juzi hata na mimi kuna watu kidogo hatukuelewana kule nyumbani. Kuna bwana mmoja amefariki kule nyumbani. Kwa hiyo wakatupiga simu, bwana, watu wa Dodoma huko nyewe mnachangia kiasi gani? Tukasema. Baadaye wameshughulika, wamezika, wamemaliza, limeachwa deni kama 200,000 hivi. Basi nikamwambia, kwa kweli mimi mtanisamehe, mimi sichangii. Nikamwambia, kwa nini? Nikamwambia, mimi nina hasira na nyie. Wakati bwana anaumwa mlichangia 40,000, amekufa mmekula ng'ombe wa 200,000. Hiyo ni akili? Unasema, pastor, sasa hapo na wewe utakuwa unakosa thawabu. Nilizipata maana alipokuwa anaumwa nilichangia. Yaani tuko tayari kuchangia misiba kuliko mtu anayefanya nini? Ni ujinga fulani huu. Ni ujinga mkubwa sana. Msiba ukitokea watu ni wengi. Haya mambo tunayaona ni ujinga. Sina maana kwamba msizike, lakini mtu ambaye anatakiwa kuja kwenye msiba pale serious ni mtu aliyepambania uhai wa huyu mtu. Huyu mtu ana thawabu huyu. Tukikuomba hela, anaenda KCMC, anaenda Muhimbili, anaenda wapi? Sina. Lakini wakati umefikia mtu amekufa, uko pale. Na watu wanakula bila woga kabisa. Akambia haiwezekani msiba usiwe na ng'ombe. Akiumwa. Mungu atusaidie sana. Kingine ambacho kinanikera sana, tunachangia harusi kuliko ada. Yaani atakuwepo mtoto wa mwenzetu humu ndani ya kanisa hivi, anakosa ada mpaka anafukuzwa chuo. Waambie watu, jamani, tumchangie huyu, angalau anakaribia kumaliza masomo, amebakia shilingi 500,000 tu, tumchangie. Watu wanapiga chenga. Mtu akitoa na cha ajabu, huyu mtoto siku afanikiwe, awe sijui amechaguliwa kuwa katibu mkuu wizarani, sijui amekuwa waziri, sijui amekuwa mbunge, subiria sasa aliyechangia 5,000. Huyu tulichangia hapa. Tulichangia. Wakati anaanza hukupanda mbegu. Mungu atusaidie sana. Nasema hivi ili tujikosoe wenyewe, tuchukue hatua. Kuna dhehebu moja nadhani mmewahi kuwaona, hata hapa Tanzania wapo, wanaitwa Church of Christ Latter Saints. Jina lingine ni Mormon. Wana makanisa yao, nadhani kuna njia moja nimeona kanisa lao hapo njiani hapa. Kanisa lao liko hapa. Hawa jamaa kwenye kituo cha NASA wanaongoza, yani waumini wa hili dhehebu wanaongoza kwa idadi ya watu walioko NASA. Ni wengi kweli kweli. Wamesoma. Ikabidi nijiulize, hawa watu wana siri gani? Nimegundua yafuatayo. Hawa jamaa hakuna muumini wao ambaye ataacha kusoma kisa hana ada. Watahakikisha anasoma. Kwa hiyo wanakamata maeneo. Tungelijua hizi kanuni, wacha Mungu
tungelikamata maeneo makubwa yafuatayo. Namba moja, kuna mlima unaitwa elimu. Huu mlima lazima ukamatwe na wacha Mungu. Naongea na watu wa binadamu. Tuwe na maprofesa wacha Mungu wanafundisha vyuo vikuu, ambao pakija jambo ambalo liko kinyume na Mungu watasimama upande wa Mungu. Huenda hii itakukwaza, lakini utanisamehe, maana kesho kutwa nitaondoka kwenye mimbari hii. Tuwe na wanasiasa wacha Mungu ambao wanaingia bungeni, pakitokea ujinga wanasimama upande wa Mungu. Tuwe nao. Tutapataje kwa staili hii? Lazima tujue namna ya kushikana sisi wenyewe kwa wenyewe na kuinuana. Inakuja hapo mbele baadaye, ni mojawapo ya kanuni na sheria ya asili, mojawapo iko mbele. Naomba hii sentensi usikilize, usije ukamlaumu Mungu kwa kile unachokipitia. Mungu hamwangamizi mtu yeyote, nukta. Kwa ile story yenu napitia ugumu, nasema Mungu, dhambi gani ambayo nimekukosea hata husamehi? Mungu mbona hausiki? Mungu ni mwenye rehema na huruma. Niwaambieni, kama Mungu akiamua kutulipa hapa, hakuna anayekaa hapa. Hata sisi tulioko hapa, nikaleta tu ka skrini ka mbinguni, nilete na kipimo kinaitwa spiritometer, iwe tu nikikumulika tu hivi chap, mambo yako yote yanakuja kwenye skrini, hakuna anayekaa hapa. Kama huamini, kasome story ya mwanamke aliyefumaniwa akizini, akaletwa ili apigwe mawe. Yesu hakusema chochote, akasema asiye na dhambi awe wa kwanza. Akaanza kuandika chini, mpaka anamaliza hakuna mtu hata huyu. Anamuuliza yule mama, washtaki wako wako wapi? Anasema hawapo. Sikia kauli ya Yesu, hata mimi sikuhukumu. Yaani kwa lugha nyingine, ambaye alitakiwa kupige mawe ni mimi hapa, ila hata mimi sikuhukumu. Wanazuoni wa theolojia wanasema wale jamaa wakati wanaandika pale, kila mmoja alikuwa anaona jina lake na dhambi zake, alafu za kweli. Kwa hiyo ile ukipiga pale pap, unacheki pembeni, unakuta kuna jamaa naye kaangalia, unahisi kama huyu naye kaona za kwako, kumbe na yeye anaona za kwake tu. Kwa mwisho unaona hapa hapafai kukaa hapa, maana unajua ile ukiangalia umeziona za kwako, sinabidi uangalie usalama wa kushoto na kulia. Ukicheki unakuta jamaa kaangalia na huyu naye kaangalia, hapana. Wote wakaisha wote. Mungu hamwangamizi mtu. Niongee na nyie wa Sabato kidogo, ndugu zangu. Kuna maswali kwenye makambi tunauliza, ni halali siku ya Sabato kufanya hiki na hiki? Ni halali kufanya? Niwaambieni, Musa amepita, Elia amepita, anayesimama sasa hivi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukitaka ujue Sabato inatunzwaje, nenda kaangalie Yesu alitunzaje. Usimuulize pasta. Mchungaji akikujibu atakujibu uzoefu wake. Nenda kamwangalie Yesu alifanyaje. Ukija kuniambia habari ya hukumu, Mungu anamaliza watu sasa hivi hapa, hapana. Hukumu iko mbele, ila kwa sasa yuko bize kuokoa. Haleluya, yuko bize kuokoa sasa hivi, yuko bize. Ndio maana katika maisha yangu yote nilimwambia Mungu, nisaidie, nikikutana na mdhambi yeyote nimtazame katika jicho la Kristo, maana huyu ni mwenzangu na tunaenda pamoja kwa Baba anayesaidia. Sikiliza haya maneno, Mungu hamwangamizi mtu yeyote. Kila mtu anayeharibiwa atakuwa amejiharibu mwenyewe. Mnafikiri kwa nini Daudi alikuwa anakubalika mbele za Mungu kuliko Sauli? Tukianza kujaji habari ya matendo kwa Daudi na Sauli, Sauli alikuwa bora kuliko Daudi. Kuna watu wamenitazama sema hapana, mbona Mungu alimharibu? Nenda kaangalie maandiko yako wazi, anasema naye Sauli akafa kwa sababu aliwaendea wachawi. Mgogoro wa Sauli, kama Sauli angejikaza akaacha kupiga ramli, wangebadilishana madaraka kwa amani kabisa. Kosa la Sauli lilikuwa kila akionywa anatafuta sababu. Sio mwepesi kusema nisamehe, nimekosea. Anaambiwa Sauli, umekosea, anasema kondoo wote hao unaosikia wanalia hapo ni kwa ajili ya sadaka.
watu walitaka. Badala ya kusema kweli, Bwana nimekosea hapo, nisamehe. Siri ya Daudi ni hii. Daudi ukimwendea straight ukamwambia Daudi umekosa ABCD, hana mjadala, anapiga magoti kutoka moyoni, anamwambia Mungu nisamehe, nihurumie, mpaka anatoa machozi. Yaani yeye ni mkweli kutoka moyoni, akichapwa kwa sababu ya matatizo yake. Daudi hana kona kusema Mungu hapo umenionea, sijui umenifanyia. Sema Mungu, kwa haya yanayonikuta ni makosa yangu. Na akimaliza adhabu yake anasema nashukuru ulinipiga, maana nimepata akili. Sisi ni Mungu, nimekukosea nini Baba? Unaanza kukumbushia na mambo yako yote. Sikiliza, kila mtu anayepuuza maonyo ya dhamiri anapanda mbegu za kutoamini, na hizi zitaleta mavuno hakika kwa kukataa onyo la kwanza kutoka kwa Mungu. Farao wa zamani alipanda mbegu ya ukaidi na alivuna ukaidi. Ndugu yangu, kama una ile Biblia yako ya Kiswahili cha kisasa na microphone kama ipo, utanisaidia mafungu kadhaa hapa wakati huo ili tuweze kuona kwa kina. Lakini mtu ambaye anaandika, naomba uandike Zaburi 126 fungu la 5 mpaka la 6. Zaburi 126 fungu la 5 mpaka la 6. Alafu andika, wale unaoandika ndio nawatajia ili muandike kwa haraka. Andika Hosea 10 fungu la 12, Hosea 10 fungu la 12 na la 13. Haya mafungu mawili yaandike, alafu tunaanza kuyasoma tuone nini yanasema. Tuanze na Zaburi 126 fungu la 5 mpaka la 6. Anasemaje? Biblia inasema, ndio, wanaopanda kwa machozi watavuna kwa shangwe. Nenda taratibu hapo. Wanaopanda kwa machozi ndio watavuna kwa shangwe. Ndio. Wanaokwenda kupanda mbegu wakilia watarudi kwa furaha wakichukua mavuno. Naomba unitazame. Ndugu zangu, tukubaliane, wengine katika familia zetu huko mmepitia huu uzoefu. Hakuna kitu kigumu kama kumsaidia mtu wa familia alafu anatoka na kusema vibaya. Mnanielewa? Hicho kitu kinauma. Hakuna kitu kinachouma pia kama vile umemsaidia mtu alafu ameshafanikiwa anasema kwamba yule hakunisaidia chochote kile. Unajua moyo unafanya nini? Usipoangalia unaanza kuhesabu kabisa, mimi nilimfanyia hiki, mimi nilimtendea hiki. Sasa leo nikupe mbinu. Ukisikia mtu uliyemsaidia anakusema vibaya, shukuru. Haleluya. Shukuru, kuna baraka iko hapo. Ndipo anasema yeyote ambaye anapanda kwa machozi atavuna kwa furaha. Mimi kuna watu ninawaombea sana, na sijui wakati mwingine hawajui kwamba nawaombea, kwa sababu naombea katika ujumla wake. Watu wafuatao: wababa na wamama ambao walipambana kusomesha watoto wao, wengine kwa kuvaa kitenge hiki kimoja ili tu mtoto aende shule. Hao watu usije ukawachezea. Ile degree uliopata hiyo ni ya yule mzazi. Kama una akili timamu, hiyo degree uliopata hiyo ni ya huyu baba. Huyu alikuwa na uwezo kabisa wa kula vitu akastarehe, lakini akalipa ada. Mheshimu huyu mtu. Nawaombea kitu gani? Mimi naombea hivi, namwomba Mungu wasije wakafa kabla hawajaanza kula matunda ya watoto wao. Hicho kitu namwomba Mungu kutoka moyoni kabisa. Kuna ambao nakutana nao, unamkuta amekuja. Mmoja ambaye alinifurahisha pale Chuo Kikuu cha Dodoma, amemleta mama yake kutoka kijijini wakati wa graduation. Yule mama nikisema staili za kijijini unanielewa Yuko so simple, hali ngumu kabisa kabisa. Yaani hata nguo hajapendeza. Wakati naona anapita pale nikamtazama, nikavutiwa na yule mwanafunzi, nikamfuata, nikamwambia huyu ni mama yako? Akaniambia ndio. Nikamwambia mmekuja kutokea wapi? Akanitajia kule alikotoka. Kwa nini umeamua aje? Anasema mama hata alipofikia amefikia kwenye nyumba ya rafiki yangu, nilimwomba yeye, chumba chake ni kikubwa kidogo, mama alale. Nikamwambia kwa nini umemtesa kiasi hiki? Anasema nilidhamiria siku nikivaa joho mama aone. Nikamwambia kwa nini? Anasema huyu mama alikuwa anafanya vibarua wakati mimi nasoma sekondari. Na mimi nakuambia uliyeko hapa,
Mzazi unayehangaika kwa ajili ya elimu ya watoto wako, Mungu akupe maisha marefu, ili siku moja ukavune kwa furaha. Haleluya. Angalia kitabu cha Hosea 10:12 ni ushauri ambao tunapewa kila mmoja. Hosea 10:12 na 13. Soma ndugu yangu hapo. Kiswahili cha kisasa lakini tunakipenda. Hii cha zamani hakijaweka vizuri kama hiki cha kisasa. Haya, tutawaimbia kama Rozi Mahando kwamba microphone iweka vizuri. Haya, wakati mimi nasoma ili tuokoe muda. Sikiliza maneno haya. Sikiliza hii. Pandeni wema kwa faida yenu. Pandeni wema kwa faida ya nani? Nimewaambieni hizi kanuni hazihusiani na kwenda mbinguni. Mbinguni tumeshalipiwa na Yesu Kristo tayari. Haleluya. Hizi zinahusu maisha yetu ya sasa. Ukipanda wema ni kwa faida yako wewe mwenyewe, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Alafu anasema nanyi mtavuna upendo, limeni mashamba yaliyoachwa, maana wakati wa kunitafuta mimi Bwana umefika, nami nitawanyeshea baraka. Relax kidogo, akili yako itulie hapo, usikilize. Siku moja alikuja mtu pale ofisini kwangu Dodoma. Tumefanya maombi kwa muda mrefu, hafunguliwi. Lakini ukiangalia mazingira ni kama vile kuna changamoto ya nguvu za giza kabisa. Hafunguliwi, kila wakati hafunguliwi. Baadhi ya watu wanajua hii story, maana kuna siku alitoa ushuhuda wake kwenye YouTube. Wakati amekuja nikamuuliza Mungu sana, mbona hii jambo linajirudia? Kuna nini? Na ni mtu ambaye anachoniambia naamini alichokuwa ananiambia kina ukweli, kwamba hana mambo ya waganga, hajafanya chochote, lakini mashambulio yako pale pale. Nikasikia tu sauti ya Roho Mtakatifu inanisemesha, usimwombee tena, mwambie aende akasaidie yatima. Simple. Na mimi nikatii ile sauti pale pale, nikamwambia leo hatuombi, nenda katafute yatima. Kuna yatima fulani wako maeneo ya Ihumwa hapo, kuna kituo kiko hapo. Basi akaenda pale akatoa sadaka yake pale. Kesho yake ananipigia simu anasema, mchungaji, nimepona. Kwa nini nimekazania sana hoja ya ujazo wa Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ndiye atakaye kusaidia kwamba sasa ukapande wapi. Haleluya. Yeye ndiye atakaye kuelekeza. Sasa kuna kanuni ya pili nayo iko hivi. Ukikaa bila kupanda, yani ukaamua kwamba utakaa maisha, unasema mimi nitakuwa neutral, mabaya sitendi na mema pia sitendi, niko neutral, ni uongo. Nendeni mkaangalie nyumba watu waliohama, inaota majani. Kwa hiyo hakuna mtu neutral, majani yataota tu, utajikuta kuna kitu kimeota tu, kuna balaa tu limekuja. Kwa lazima ujue namna ya kung'oa na hayo majani pia. Fungu la 13 anasema, lakini nyinyi mmepanda uovu, nyinyi mmevuna dhulma, mmekula matunda ya uongo wenu. Wewe Israeli, ulitegemea nguvu zako mwenyewe na wingi wa askari wako. Dhulma imetajwa hapo. Sasa najua kuna watu ambao mnanisikiliza hapa, mko katika vyeo vya juu mahala fulani, na Roho Mtakatifu anakuambia kabisa, katika cheo chako cha juu serikalini, kwenye shirika, kuna watu uliwadhulumu. Inawezekana unisikiliza, wewe ni askari, ni hakimu, wewe ni daktari, yoyote vile ilivyo, unasikia ndani ya moyo wako kabisa Mungu anakuambia hili somo ni la kwako. Kuna vitu ulifanya, kuna watu uliwaumiza. Unatakiwa ufanye nini ili kurudi katika mstari? Nitagusa vitu kadhaa, lakini moja, tuanze na kitabu cha Danieli. Ngoja kidogo niweke vizuri. Ni Danieli sura ya, na ushauri wake tutauona pale. Si niseme tu kuna wainjilisti wako hapa anaweza kunisaidia kwa haraka. Ni ile story ambapo mfalme aliota mti mrefu. Danieli sura ya 4.
Sura ya 4. Ifungua hapo ndugu yangu, ni sura ya 4. Sura ya 4. Hebu angalia hapo mstari wa kwanza. Nitakuwa na kukimbiza mafungu mengine hapo, lakini angalia, tuanze na mstari wa kwanza. Biblia inasema, mimi mfalme Nebukadneza nawaandikia watu na makabila yote, mataifa yote na lugha zote duniani. Nenda fungu la 4. Fungu la 4, mimi Nebukadneza nilikuwa mtumishi, nilikuwa ninaishi Ramstarehe nyumbani kwangu na katika ikulu yangu. Ndio. Lakini nikaota ndoto iliyonitaabisha nikiwa nimelala kitandani. Ndio. Mawazo na maono kichwani mwangu yaliogopesha. Stop kidogo hapo. Kwenye kitabu changu cha namna ya kusikia sauti ya Mungu nimeelezea hii kwamba Mungu anasema nasi kwa njia ya neno lake, ndio ya kwanza. Cha pili, Mungu anasema nasi kupitia viumbe vya asili au nature. Unaweza ukaona jambo fulani, unapita ukamwona ndege akikatiza mahala fulani, amepambwa vizuri. Ukimtazama yule ndege automatic kuna kitu unasikia, unaona Mungu ameumba kitu cha ajabu sana. Ukiangalia vizuri yule ndege, unaweza ukasikia sauti ya Mungu akikujibu kuhusu shida yako, kama unajua kutafsiri sauti ya Mungu kupitia asili. Mungu anasema nasi pia kupitia maono na ndoto. Maono ni kile ambacho unakiona waziwazi ukiwa hujalala usingizi. Ndoto ni pale ambapo ukiwa umelala. Sio kila ndoto ina maana na sio kila ndoto inatoka kwa Mungu. Hilo ulikariri vizuri kabisa. Kuna ndoto zinatokana na dawa uliokula. Kuna dawa ukila tu unapata maruerue, dawa kabisa za hospitali kabisa. Kuna ndoto zinakuja kwa sababu na malaria. Kama vitoto vikipata malaria unasikana shtuka. Usije ukaanza kukemea, peleka hospitali. Lakini pia kuna ndoto zinakuja kwa sababu ya ulaji wako, mchanganyo wa vyakula ulivyochanganya. Wale ambao matumbo yao hayaingii upepo, kuna vitu kila unachanganya, ubongo unashindwa kuelewa. Tusage chakula, tutoe uchafu mwilini, au tumpe usingizi? Sasa katika huo mchanganyo ukitokea, unaota mtu mwenye mapembe anakufukuza. Au inategemea siku hiyo kanisani palifundishwa somo la unabii, mpinga Kristo anakuja 666, mnyama, mateso. Sasa ukala makande na maparachichi na mtindi yote, usiku unaota watu wanakatwa mikono wanaokataa. Unasema nilioteshwa kabisa, tupo mwisho wa wakati. Kwa lazima uconnect kwamba hiki kinachoota kina uhusiano gani. Sasa utajuaje kwamba hii ndoto ina ujumbe? Mara nyingi sana utajua kwa staili ifuatayo. Unapoamka unakuta kama vile ni kitu halisi kimekupata. Yaani kama ulikuwa kama unakimbizwa hivi, unakuta kabisa yani hata mapigo ya moyo yamechange, hofu imekushika, jasho linakutoka, unajua hii sio kawaida, kuna ujumbe. Kwa hiyo usimtafute mchungaji Mbaga, hii ndoto ina maana gani? Piga magoti, omba. Mwambie Mungu kuna kitu gani hapa nataka nielewe, atakuelewesha yeye mwenyewe. Namba 2, Ayubu anasema huwa Mungu anasema mara ya kwanza, mara ya pili, naam usiposikia mara ya 3. Kwa atakusemesha tu kwa staili hiyo. Huyu alipoota kuna kitu kwenye mstari wa 4 hapo au wa 5, anaeleza namna ya kutambua ndoto yenye maana. Hebu rudia mstari wa 5 ndugu yangu hapo. Mstari wa 5 anasema lakini nikaota ndoto iliyonitisha. Iliyonitisha, Nikiwa nimelala kitandani, mawazo na maono nimeishia kitandani. Ndio. Mawazo na maono au kichwani mwangu yaliniogopesha. Ishia tu hapo. Kwa alichokiona kilimuogopesha. Hata wengine baadhi yenu mnakiri kabisa kuna kitu uliona kikakuogopesha na ukapuuzia, lakini baadaye kuna tukio lilikuja, lipokuja nasema mbona kama inafanana na kile nilichokiota hapo nyuma. Kama ungelijua kutafsiri mambo ya kiroho ungezuia hicho kitu haraka sana. Sasa ngoja nikimbie haraka sana kwa ajili ya muda, mnisamehe, nataka niongeze spidi kidogo. Fungu lile la 6 anasema hivyo nikaamuru wenye hekima wote wa Babuloni waletwe mbele yangu ili wanieleze maana ya ndoto hiyo. Fungu la 7, ndipo
ndipo waganga, walozi, wakaldayo na wanajimu wakaletwa. Nikawasimulia ndoto yangu, lakini hawakuweza kunieleza. Baadaye akaja Danieli, anaitwa Belteshaza, jina la Mungu wangu. Oh, kumbe jamaa alibadilisha majina yakawa ya miungu ya kule. Danieli, Belteshaza, jina la Mungu wangu, ambaye roho ya miungu mitakatifu imo ndani yake. Nami nikamsimulia ndoto yangu, nikasema, Belteshaza, uliye mkuu wa waganga. Nimestop hapo. Belteshaza, uliye mkuu wa nani? Wa waganga. Kuna watu hujui uchawi kabisa, yaani hata kama ukiapishwa hujui, lakini umekuwa ukifanya maombi sana, na kila wakijaribu kukuataki wanashindwa, mwisho wanakuona na wewe ni mchawi. Mkuu wa waganga, jamaa kila wakiingiza kwenye anga zao wanakwama. Wa Dar es Salaam na ndugu zangu wa Kitunda wengine wako hapo wanakumbuka vizuri hii story. Wakati ule tunapandia magari daladala zetu hapa Ubungo hapa, nikapanda pale, wakati huo panajaa kweli kweli, inabidi uwahi Gongo la Mboto ikiwezekana ili ndio uje mjini. Sasa nikaingia kwenye gari pale daladala ile tu, tunakunja tu hapa kidogo, mtu akapandisha mapepo huko nyuma huko, wananguruma kweli kweli. Kuna mtu mbaya hapa, lazima ashuke, atoke, lazima ashuke. Mimi mwenyewe moyoni nikasema, ngoja leo tuone. Nimevaa katisheti kangu, nimetulia na kibegi changu kimeandikwa sports, kile kinanivya kuweka mgongoni ambavyo huku nyuma unafunga na mikanda. Basi yule aliye naye ni watu wa huku pwani, akawaambia wenzake, huyu ana watu wake ambao huwa pakiwa na mtu mbaya wanajua. Dereva naye anaamini ushirikina hivyo hivyo. Dereva akapaki gari, asema lazima huyu mtu mbaya atoke. Kwa hiyo wakaja mpaka kwenye siti niliyokuwa nimekaa pale. Aliposema huyo mtu mbaya yuko hapa, moyoni mnasema kumbe nimekaa na mchawi hapa, sina habari. Kwa hiyo yule akakomaa kabisa. Kuna namna wanawashika, wanajua wenyewe. Akamshika, sema tuonyeshe huyo mtu mbaya ni yupi. Akaja straight pale nilipo, akasema ni huyu hapa, na akaninyanyua, nikanyanyuka. Nikasikia mtu mmoja anasema, kajamaa kadogo lakini kumbe kachawi. Sasa kwanza nikashikwa na butwaa, sijui uchawi, sijui kupiga ramli, sijui, kwenye mwili wangu sina chale hata ya kubahatisha. Sasa nikaanza kuwaza ni kitu gani hiki, na kule mtu ameshahitimisha. Na niwaambieni, wakati wa mapambano ya kiroho watu wengine wananyamaza, unabaki peke yako. Kulikuwa na wasabato mle ndani, hakuna hata aliyesema huyo ni pastor. Kimya kabisa. Na mimi nanyanyuka, maana naona watu ni wengi, naona kama watanizidi nguvu. Nikanyanyuka. Wakati nanyanyuka nikasikia Mungu ananisemesha ndani, unaenda wapi? Na mimi nikamjibu, nashuka. Kwani wewe ni mchawi? Hapana, simama. Nikasimama. Yule bwana ananguruma kabisa, ananguruma. Sasa ni kama movie. Ingekuwa ni hizi zama zetu za simu za mkononi, ingesambaa mitandaoni, maana tunajua kurekodi kuliko kuokoa. Basi nikamtazama yule bwana, tukaangaliana machoni. Wakati nimemwangalia tu machoni na yeye tumetazamana, aliweza kuniangalia kwa sekunde chache. Baada ya hapo akaangalia chini, ndipo ujasiri ukaingizwa ndani yangu. Nikaanza kumsemesha, sasa wewe na mimi, mkubwa nani? Akasema ni wewe. Kumbuka bado kule watu wanadhana ya mchawi, kwa sema wamekutana. Swali la pili nikamuuliza, tangu lini umeanza kunishusha kwenye gari? Hii tabia umeanza lini? Akasema kwa kweli Makata ndiye aliyesema, tulikuona wakati unaingia. Makata akasema lazima leo tukushushe. Nikamwambia mmekosa nidhamu sana. Pale pale nikamwambia, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, umtoke mtu huyu na usimuingie tena. Puf! Akanyanyuka pale, anajipangusa pangusa. Najua daladala zetu za Gongo la Mboto huwa chini kunakuwa na michanga mingi ya kutosha na mavumbi. Kwa hiyo akajipangusa pangusa, anajipangusa pale, anamuuliza kaka yake,
kwani nini kimetokea? Anamwambia wale jamaa zako walipanda hapa, lakini kwa hiyo imekuwaje? Akasema wamefukuzwa. Sasa wametulia, maana kwanza unajua ili ufanye mambo kama haya kule kwa waganga lazima pawe na umechoma ubani, sio pamefanyika. Sasa imetokea bila chochote, kwa hiyo bado wanashangaa jamaa na nguvu gani, lakini pia amemtaja Yesu na wao ni Waislamu, Yesu pia hawamtaki, kwa hiyo bado yuko hapo kwenye kuchanganyikiwa. Mwisho tu nikamwambia mpeleke mkakae kule nyuma mtulie. Wakaenda wakakaa. Sasa hapo kila mmoja anafuata komandi yangu, maana hajui kitakachofuata ni nini. Nikamwambia konda, watu wote waingie kwenye basi tuondoke. Watu wakaingia kwenye daladala wakatulia hapo vizuri, na mimi nikakaa nikatulia. Sasa nikiongea shuhuda kama hizi wanapenda kuwa honest. Sitaki kutengeneza namna yoyote ya kuficha hisia zangu. Nilipokuwa niko hapo wakati huo kibinadamu nikatamani kuhubiri. Kama hii ndio saa ya kufanya nini? Lakini kila saa nasikia Roho Mtakatifu ananiambia nyamaza, nyamaza, nyamaza. Hasa mbele kabisa, mnajua zile siti zinavyokaa, wanakaa watu wa kutosha kule mbele. Hata shilingi kidondoka unasikia. Akamgusa driver. Driver akamtazama, vipi? Asema pasta wetu huyo. Kidogo niseme sasa hivi ndio nimekuwa pasta wenu. Mwanzoni hamna chochote. Tumetulia kimya. Ndani nina hamu ya kuhubiri, niwaambie Yesu anaokoa. Lakini naambiwa tulia. Tukashuka Banana. Ile tumeshuka Banana pale, wengine wanaendelea, mimi nikashuka naenda zangu Kitunda. Sikujua kilichoendelea huko, nikarudi zangu nyumbani, lakini moyoni nasema nimepoteza fursa ya kuhubiri pale. Muujiza wa Mungu unakuja hapa. Baada ya kama mwezi ikiwa sijakosea, maana ninakwambia story ya muda mrefu sana. Anakuja mama mmoja pale kanisa la Kitunda ambapo nilikuwa nachunga. Ameulizia mpaka akaletwa kwenye ofisi yangu. Nilikuwa na ofisi ya ajabu tu iko hapo ya kiaina hivi. Anakuja hapo nilikuwa nakutafuta. Kuna nini? Anasema nilikuwepo siku ile wakati yule mtu umemtoa pepo kwenye basi. Anambia mimi ni Muislamu. Lakini baada ya pale ulivyoshuka Banana, tumeendelea kuongea hicho kitu mpaka tunafika Ukonga. Ikabidi yule mmoja, kuna mmoja alisema anakujua, nikamuuliza huyu mtu anasali wapi, akanielekeza. Nimekuja. Nikamwambia sasa umekuja kwa ajili ya jambo gani? Anasema huyu Yesu ana nguvu, nahitaji unielekeze naingia aje kwenye kanisa. Sikiliza nikwambie. Ilibidi na mimi nimuulize Mungu, mbona hukuniruhusu kuhubiri siku ile? Nina uhakika ningeharibu. Unaanza kunielewa sasa Ningeharibu. Maana kumbe nilikuwa emotional. Sikuwa katika utulivu wa kiroho. Maana kwanza nimehamaki kwa tukio. Sasa nasema mchungaji unamaanisha nini? Nataka nikwambie hivi. Wewe jiridhishe kwenye moyo wako, hujui uchawi. Tuko sawa sawa? Hujaenda kupiga ramli wala hujachanjwa chale. Wakikuita mchawi, waambie mimi ni mkuu wa waganga. Danieli aliitwa mkuu wa nini? Wa waganga. Dhamiri yako ndio inayosema kinachosemwa ndio au sio. Dhamiri yako iangalie vizuri kabisa. Danieli akaitwa mkuu wa waganga. Kwa kifupi sana, utasoma hii story kwa muda wako ukifika nyumbani. Danieli alivyoitwa, akamwambia mfalme maneno haya. Akamwambia, wewe mfalme, wewe ndio ule mti. Tafsiri ya ndoto inaanza sasa. Anasema katika utawala wako Mungu amekupa neema kiasi kwamba mpaka ndege, soma vizuri ile andiko pale, mpaka ndege chini ya utawala wako wanakula na kufurahia. Ndipo nikaelewa neno kwenye Agano Jipya, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kiumbe mpaka mbwa ndio wanahubiriwaje injili? Mbwa watahubiriwa injili na kuku pale ambapo huyu bosi ambaye alikuwa anawapiga ovyo amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo hampigi tena mbwa, ila anampa chakula. Watoto waliompokea Yesu hutawakuta na manati wanapiga vindege, maana amefundishwa kile ni kiumbe cha Mungu.
Anasema katika utawala wako mpaka ndege wamefurahia. Ila anasema katika utawala wako, hapa ndipo naomba Mungu akusaidie uweze kunielewa sasa, napunguza spidi. Anaambiwa katika utawala wako mfalme umekuwa na kiburi. Kiburi kimeota. Umesikia hata maelezo yake hapo mwanzoni kwenye hilo fungu akielezea hapo, anasema nilikuwa nikistarehe katika ikulu yangu. Naona hayo maringo hayo niko vizuri kabisa. Anasema kiburi kimeota. Na kilipoota, ukisoma kile kisa, anasema mlinzi wa mbinguni ameambiwa, mlinzi ametoa kauli kwamba wewe ukatwe, ila kuna mema kidogo yamepatikana kwako. Kwa hiyo kwa kauli ya mlinzi ni kwamba hutang'olewa ila utakatwa. Kwa hiyo kisiki kitaachwa. Wangapi wanaanza kujifunza kitu hapa sasa? Kisiki kifanye nini? Kiachwe. Nitakwambia kwenye Agano Jipya iko hivyo mpaka leo. Kuna watu leo wanakufa kifo kabisa, tunawazika, sio kwa sababu siku zao zilifika, ila ni amri ilitoka akatwe. Nitakupa na sababu ya kimaandiko hapa. Anasema mfalme akamwambia, Danieli akamwambia mfalme, sasa nakushauri, na mimi ndio nakushauri na wewe sasa. Sasa nakushauri. Anasema mfalme, nenda ukatende mema. Katika utawala wako hurumia maskini. Katika utawala wako wahurumie wajane. Katika utawala wako nenda ukaangalie popote pale ambapo kuna yatima walioonewa. Anasema huenda ukapunguza. Aliposikia ile habari, alichokifanya kikubwa sana, badala ya kwenda kutenda alichoambiwa na Danieli, akampa zawadi Danieli kwa kumtafsiria ndoto, na Danieli akaondoka. Mfalme akaendekeza ubabe wake. Siku moja akiwa ikulu akapata kichaa, akaenda kula porini na wanyama. Hakunyoa nywele wala kukata kucha hadi muda ulioamriwa. Na mimi nawaleta kwenye Agano Jipya kidogo, ili andiko sitawaambia liko wapi, ila mtaniambia kama mnalikumbuka. Mnakumbuka andiko moja kwenye Agano Jipya linasema hivi, uache mwaka huu tena uwekee nini? Mbolea na nini? Na maji. Usipozaa fanya nini? Ukate. Hilo andiko tukilisoma tunadhani linaongelea jehanamu ya moto. Ni uongo, haliongelei jehanamu ya moto. Linaongelea mtu kukatwa, kuondoka duniani, maana hana faida. Wewe ukiwa kwenye ofisi, kazi ni kuchonganisha watu. Ukiwa kanisani hakuna utulivu. Yaani ukihamia kwenye kanisa unasema alitoka Kimara amekuja kwenu, jipangeni, moto utawaka. Ukiwa kwenye kwaya ni vurugu, utahakikisha hapo utavuruga watu. Mungu anakutazama, kuna mlinzi anakutazama, anatoa taarifa vizuri, lakini kuna yule anayebembeleza, anasema tumpe tena mwaka huu tena abadilike. Utakwenda utabadilika, unakwenda unabadilika, mwisho kabisa anasema hivi, yatosha, kata. Kama kule Upareni kwetu walizika mtu anaitwa Mnyindo, na watu wakasema awamu hii hata kama acheue atazikwa. Sasa unasema pasta, tunafanyaje? Kumbuka usije ukachanganya mafaili. Nimekuambia mbinguni tunaenda kwa damu ya nani? Lakini niwaambieni, kuna watu wengine hapa mnavyonitazama, mizani yenu ya mema na mabaya ikipimwa, kuna watu uliowaumiza sana kuliko uliowaponya. Hakuna balance. Unasema kwa hiyo pasta inatakiwa balance? Ndiyo. Hakuna mtu ambaye anaweza kuishi bila kukosea mtu. Hicho kitu usije ukasema kwamba kinawezekana. Hakiwezekani. Maadamu tuna damu na nyama, hakiwezekani. Lakini ndugu yangu, balance. Haleluya. Haleluya. Balance. Na kubalance kunawezekana kama ukija kwenye miguu ya Yesu. Yesu anabadilisha tabia. Haleluya. Ndugu zangu, hakuna tabia ambayo utamwendea Yesu kwa dhati asikubadilishe. Haipo.
Nenda kwa moyo wa dhati kwanza, ichukie ile tabia kabisa. Mwambie Yesu, hii tabia siitaki, inanikera, nahitaji unibadilishe. Niwaambieni wengine, itawagharimu kufunga ndipo tabia ing'oke kabisa. Wagalatia 6:7, msidanganyike, Mungu adhihakiwi. Mungu afanyiwi dhihaka. Alichopanda mtu ndicho atakachovuna. Haleluya. Wangapi unamkumbuka mwalimu wa darasa la kwanza aliyekufundisha kusoma na kuandika? Yaani hata hivi nilivyosema inakuja akilini mwako. Hebu nyosha mkono. Unamkumbuka mwalimu alinifundisha kusoma na kuandika darasa la kwanza? Nyosha mkono. Asante sana. Wengine hata ilishatoka akilini. Mimi nilifundishwa darasa la kwanza na shangazi. Darasa la pili pia nikamkuta shangazi yangu mwingine. Kwa hiyo alikuwa ananipa makofi ya kutosha, alafu anakuambia tena, wewe ni mtoto wa kaka, nenda karipoti. Una ripoti, unaenda wapi? Sikieni, kuna kanuni moja ya kuvuna kwa walimu wenu, hamjaitekeleza. Sina maana tu wa primary, mpaka mwalimu wa chuo. Na hii law, hii sheria ni sheria ya kubalance. Ngoja niwachokoze kidogo. Mmegundua kwamba sekondari, shule ya msingi, chuo, watakuwepo malekchara kadhaa, lakini lazima awepo mmoja mnoko. Huyu yule usije ukamlaumu, ameletwa kubalance. Mkiachiwa hao wengine wote mtapitiliza. Lazima awepo mmoja kusema hey. Primary tulikuwa na mwalimu ambaye akiwa zamu unasikilizia tu kwa akisema haya, yani utawahi namba. Kuna mwalimu mmoja kule sekondari Suja alitufundisha, sasa hivi amekuwa ni mchungaji, anaitwa mchungaji Msangi. Alikuwa hapigi kengele. Ya nini? Ukisikia tu hey, mmewahi pale, mnaelewa nini kitafuata. Mwingine mwalimu Kebi Kabura, wengine wanamfahamu hapa, wengine nikitaja mioyo yao inafanya chama na wanaelewa. Hao lazima wawepo. Tulijificha na singo bwenini chini ya madeka yale, anatafuta watu waliodoji. Tuko hapo na singo, tuko na singo watatu. Unakuta miguu ya mwalimu Kebi hiyo hapo, unatazama kabisa bwana. Kwa hiyo inabidi mnatulia bwana. Mwenzetu mmoja akashikwa chafya ile, unakaza akakazana, akakwama, mwisho akapiga sare baba. Mwalimu akasema ndio, njoo. Sikia hii sentence, Wagalatia 6:4. Lakini kila mmoja na upime vizuri mwenendo wake mwenyewe. Ukiwa mwema, basi anaweza kuona fahari juu ya alichofanya, bila kuwa na sababu ya kujilinganisha na mtu mwingine. Fungu la 5, maana kila mmoja anapaswa kubeba mzigo wake yeye mwenyewe. Fungu la 6, mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Wangapi wanaokumbuka walimu wao? Ukienda kijijini unampelekea hata simu. Na wengine kwa bahati nzuri walimu wenu wako hai mpaka leo. Na kama una akili timamu, umeelewa hii sheria ya asili, kama mwalimu wako hayuko hai, siku ukienda kijijini, mke wake yupo au labda mume wake, vyovyote vile, inategemea ni mwalimu wa jinsia gani, mpelekee, mwambie hii nakupa kwa niaba ya mzee. Mwambie mzee alinifundisha vizuri sana, viboko vyake vimefanya nijue Kiingereza. Wengine walimu wenu waliowafundisha mpaka sasa hivi hawana nyumba ambazo zimeezekwa vizuri. Nenda mpelekee mabati mwalimu. Haleluya. Nimegoma kusoma Kiswahili cha kisasa, maana nikisoma Kiswahili cha kisasa mtasema pasta anavutia kwake. Hebu soma tu haraka hapa. Ila hii inaongelea habari ya wazee wa kanisa. Soma fungu la, ndugu yangu nakutesa leo lakini utanisamehe. Wagalatia sura ya 6. Soma fungu lile la
la 6. Biblia inasema Ndio. mwenye kufundishwa neno la Mungu na amshirikishe mwalimu wake riziki zake. Sasa hata wakati naisoma leo nilikuwa nagombana sana na Mungu, mzee Odera. Nikasema hii sitaisoma. Kwa nini? Haya ni kati ya mafungu ambayo yanatumiwa vibaya na wachungaji ili kujipatia kipato. Mmenielewa? Ndio maana hata kulisoma nilikuwa naogopa, nalisomaje hili? Lakini ukweli unabaki kuwa pale pale. Sasa inamaanisha nini hii? Moja, nimesema mwalimu wako mkumbuke. Haleluya. Hii lugha ambayo nakwenda kuitumia, kama itakukwaza utanisamehe, sina lugha nzuri sana. Kama kuna watu ninawaheshimu sana, wainjilisti wa vitabu, sio kwa sababu nazaliwa na mama mwinjilisti wa vitabu, lakini hawa watu wanafanya kazi kubwa ila haionekani sana. Sijui kama unanielewa nikisema hivyo Ni ngumu sana kukuta wakitambuliwa. Yaani hata kama tukifanya mikutano kama hii, tumekaa hivi mikutano, tumekutana na watu wengi, niambieni wakati wa utambulisho, wanaotambulishwa ni akina nani zaidi? Semeni, msiogope, mimi ninaongea hapa. Wanaotambulisha ni akina nani jamani? Tuna Pastor Mbaga kutoka Dodoma, amekuja, yuko hapa, asimame apunge mkono, semeni amina, amina. Hutasikia. Tuna Mama Kikula. Hawa ndio watu ambao wanafanya kazi kubwa. Sasa nawamegea siri ili mjue namna ya kuchota baraka kwa hawa watu. Namba 1, akikuuzia kitabu usimkope. Acheni kuwakopa hawa watu. Na kuna watu wanakopa vitabu kwa wainjilisti na wanawazungusha malipo, na kitabu amesoma kimembariki na ameona na matokeo kabisa, lakini anapiga chenga. Ni laana unabeba hiyo. Namba 2, ukikuta mwinjilisti wa vitabu amekatiza kwenye area ambayo upo, ukakuta begi lake haliko sawa na ukamwacha hivyo hivyo, imekula kwako. Kama una akili timamu, nenda kamtafutie begi lingine, lakini utatenda vizuri zaidi kama utafanya kinachokuambia. Amekuja kwako anakuambia kitabu hiki kinauza shilingi 10,000. Acha kunegotiate, punguza, unakazana punguza. Nitakupeleka Upareni, mjini pamekushinda. Mwenye akili timamu anafanya hivi. Ni shilingi 10,000 mama? Ndio. Chukua 10,000 ya kwako hii hapa, na ninakupa shilingi 100,000 hii mtaji, kanunue vitabu vingi. Hapo wewe umejua kuchota baraka. Naenda zaidi hapo. Mnajua kabisa kuna wachungaji wenu wamestaafu na hawajajenga nyumba, wengine mnawajua kabisa, lakini wakati wakiwahubiri mlikuwa mnawapigia makofi na kuwafurahia sana. Leo hii wamestaafu, mchungaji anaishi kwenye kajumba ambako ni kaajabu. Siku hizi hawezi kuitwa tena, maana hana pa kwenda, hakuna mtu anayemtambua tena, lakini wakati wa uchungaji wake mlikuwa mnafurahia. Kama mna akili timamu, shikaneni watu 4 5, nendeni pale kwa mchungaji, bomoeni hiyo nyumba, mjengeni nyumba mchungaji. Mimi hata simjui ni nani ambaye anaongea habari zake, nyinyi mnawajua. Msione nikimtajataja Kevi hapa, namtaja kwa sababu hata kasirika. Kule Mbeya kuna watu unawajua kabisa kabisa, waliwachunga, unajua kabisa kuna mchungaji pastor fulani, siku hizi yuko wapi? Unauliza, unaambiwa mahali alipo. Unafika pale, unaangalia mazingira mchungaji anayoishi, unayatazama, unasema haya ndiyo malipo ya utumishi wake kweli haya. Lakini wakati huo huo wewe una nyumba ina vyumba 5, umekaa umerelax kabisa. Andiko linasema mwalimu aliyekufundisha habari njema, shiriki naye mavuno na matokeo ulionayo. Usione naishia hapo. Mimi naongea mifano, nikitoka hapa Roho Mtakatifu anakutafsiria wewe mwenyewe.
Mnajua kuna wazee wetu wa kanisa waliofanya kazi kwenye makanisa yetu. Unakuta amechaguliwa wazee wa kanisa mara ya kwanza, akachaguliwa tena mara ya pili. Kuna wale unaona kabisa huyu mzee alitumikia muda wake mwingi. Wanatoka hapa kwenye vikao saa 5 saa 6 usiku, wameondoka wameenda. Huyu mzee sasa hivi hana nguvu tena. Unamuona kuna sana yeye anakuja, ukimtazama tunaishia tu kuasifia. Alikuwa mzee wetu wa kanisa, mwaka wake walikuwa anapiga kazi hawa. Anatoka mzee, anapanda daladala, anagombana na watu kwenye daladala, yuko hapo, anaenda mpaka kwa. Tunadhani kwamba tumefanya vizuri. Mwenye akili timamu, ukimwona yule mzee akitoka pale na una gari, mwambie mzee, ingia, nitakufikisha mpaka nyumbani. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Hapo sijakwambia habari ya wainjilisti, sijakwambia habari zao. Mimi naenda huko maporini sana. Ukiangalia video zangu wakati mwingine kwenye YouTube, kuna mazingira ukiyatazama unajua hapa alikuwa pori hapa. Naenda maeneo hata intaneti hakuna huko. Ninaenda kutembelea watumishi wanaofanya kazi huko, ninawaona jinsi wanaofanya kazi. Kuna saa unaumia moyo, unamkuta mtu. Siku moja niliumia, mwinjilisti amefika eneo la kwanza kabisa la kazi kule Dodoma, ndani kabisa. Watoto wake wako nje wanacheza, hawajui matunda ya Dodoma, wametokea kule maeneo ya Iringa, wakaanza kula matunda ya sumu. Watoto wote flat wako hapo. Unamtazama unasema, huyu angekuwa na uwezo wa kufanya kazi kwake akaingiza kipato, lakini ndani yake ana moyo wa utume. Ameamua kuacha kila kitu, amekuja huku porini. Nafikiri nataka kujua kwamba ilikuwa kuwaje. Mungu alisaidia akatenda muujiza wa ajabu sana. Tulipiga simu tukapata gari, lakini wakati huo kuna mvutano na wakati mwingine wazee wa kanisa, mnisamehe sana, maana na mimi ni mchungaji naelewa kuna saa itifaki si za Mungu. Watoto wamelala hapo, unapiga simu, baraza la kanisa, baraza likae, watoto wamekula sumu ili tupitishe kwenye BK. Mimi nitakuona shujaa ukitolewa kwenye uzee wa kanisa kwa kutumia fedha ya kuokoa mtu. Acha halmashauri iseme hatumtaki, acha wakuite mwizi, lakini umeokoa roho ya mtu. Tunakwenda kuomba sasa ili tuingie kwenye toba halisi. Kesho nitaongelea kanuni 7 muhimu na namna ya kureverse. Leo nimegusa tu, maana huenda kuna mtu ananisikiliza hata kuwepo kesho. Kesho nitaongelea kanuni 7 na namna ya kureverse haya yote haya, lakini nimekugusia machache haya. Nendeni mkayatazame haya, nendeni mkaangalie wazazi wenu, nendeni mkaangalie walimu wenu, nendeni mkaangalie viongozi wenu wa dini, nendeni mkaangalie mashemasi. Kuna mashemasi hata tunawajua hapa kabisa, tunawajua kabisa. Uzuri sijui majina ya watu, ila tunawajua kabisa. Unasema huyu baba alifanya kazi, huyu mama kwenye ushemasi wake alifanya kazi. Mwingine alikuja nyumbani kwako usiku akakuombea, ndoa yako ikatulia. Leo ndoa yako imetulia, kuna amani, humkumbuki tena. Hivi ninavyokuambia, wengine mnawakumbuka leo. Nataka nikwambie hivi sasa hivi hapa nikimaliza, angalau yule shemasi aliyeokoa ndoa yako, yule mzee aliyekesha nyumbani kwako, angalau hivi tukimaliza hapa akute tu kamuamala kanasoma papa. Mungu atusaidie sana. Mimi sijui naongelea juu ya mtu gani, lakini kuna watu hapa Mungu anawasukuma kushikana mikono, watu 3 4, mkamtafute mchungaji mstaafu kijijini. Mimi sijui, mnamjua nyewe wenyewe, mimi sijui. Mzee Odera, niliwahi kufika mahali siku moja nikatoa machozi, nimeenda kwenye makambi nikakuta mchungaji amestaafu anauza cover za Biblia. Nikatazama, mchungaji ni wewe? Asema ni mimi. Nimeshastaafu siku hizi. Nashukuru Mungu watu wa ile eneo walinielewa. Nikatafuta watu 5. Nikamwambia, mnaridhika mchungaji anauza cover za Biblia? Kaniambia, pastor, kwa kweli hapana. Walienda kumjengea mchungaji nyumba, na alikuwa hana, amestaafu, hana chochote kile. Naomba tusimame.
Nitaka ili nilisome wakati tumesimama. Kuna watu wengine hapa mna wazazi wenu, unavyomsaidia mzazi wako haridhiki. Wengine mnao kabisa, utafanya utakachofanya lakini atakulaumu tu. Kuna ndugu zenu umesaidia bado anakulaumu tu, wapo. Kuna watu umesaidia bado anawalaumu. Ili andiko ni la kwenu, nataka ulisikie ili andiko sasa. Basi tusichoke kutenda mema. Ni Wagalatia 6 fungu la 9 na la 10. Basi tusichoke kutenda mema, maana tusipolegea tutavuna mavuno kwa wakati wake. Kwa hiyo, sikiliza hii, kwa hiyo tukiwa bado na wakati, tuwatendee watu wote mema, na hasa ndugu wa imani yetu. Nilitaka niliseme ili mkiwa mmesimama. Naongea na Amo na Dorcas. Msije mkakusanya nguo hapa kanisani, mkakusanya nguo, mkakusanya vitu, mnapeleka kuwapa wahitaji, lakini wakati huo huo kuna waumini wenzenu humu ndani hawana nguo. Kitendo cha kufanya hivyo hamjachota baraka. Inatakiwa muanze na waumini wa ndani. Kwa nini waumini wetu wa ndani saa nyingine hawako tayari kupokea misaada kwetu? Tunawatangaza. Unasubiria pale kwenye meza ya Bwana, au siku ile ya kutoa ushuhuda unanyosha mkono. Tulienda hiyo nyumba jamani, wapendwa, hata viti hawana. Hapana, hapana. Mashemasi, Mungu amewapa neema kutembelea nyumba za watu. Ikiwa Roho wa Mungu anakugusa, umetembelea nyumba ya muumini mwenzako, ukakuta mazingira alionayo pale ni magumu kabisa 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 kabisa, unaona tu viti, unaona hata chakula, unaona nini. Ikiwa unaona ukishirikisha wenzako watafanya matangazo, huna haja ya kuambia watu nenda kanunue unga, nenda kanunue mchele, kanunue vitu, leta katika ile nyumba. Tena ukitaka uchote baraka, nenda akiwa mtu mwingine haja kuona. Wewe umeiona mazingira, nyamaza kimya, nenda kanunue vitu, rudi kwenye ile nyumba ukiwa peke yako, waambie nimewaletea. Tena ukiwaletea waambie, msimwambie mtu, nyamazeni kimya, mshukuruni Mungu aliyewapatia hii baraka. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya viwanja, na watu wengi wameshatuma maombi yao tayari, wengine wako hapa. Kwa nini nimeamua leo tufanye hii? Ni kwa sababu ya andiko hili ambalo tunakwenda kulisoma sasa. Kuna watu katikati yetu mlipokuja mnafahamu sana kuliko huenda wengine hiki ninachokwenda kusema. Kuna roho inaweza kukamata katika swala la ujenzi. Unajenga nyumba, unafika tu mahala fulani hapo, unakuta automatic unaishiwa kabisa na huwezi kuendelea tena. Hata ukiwaza tu ile nyumba, hata huwezi kurudi tena pale. Lakini kuna mtu mwingine unajikuta umezaa watoto mpaka wajukuu, unaishi kwenye nyumba ya kupanga. Huo sio mpango wa Mungu. Usije ukaridhika na hiyo hali. Mungu alikuumba ukamiliki vya kwako. Hiyo roho tunahitaji tuivunje leo. Haleluya. Na ahadi tunayoidai ni Zaburi 127 fungu la 1. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Lakini Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Utakapokuja hapa mbele utakuja kwa mambo kadhaa. Moja, kuweka maombi yako kwenye boksi pale, lakini cha pili, sadaka yako kama Mungu anakugusa kutoa sadaka. Cha tatu, kama umekuja na kopi ya hati ya kiwanja, hati ya nyumba, kitu ambacho nilisahau kuambieni juzi tulifanya Mbezi Beach, ila kwa vile Roho wa Mungu amenikumbusha leo, basi utakuja kwa njia ya imani. Ilikuwa ni wafanyabiashara ambao una bidhaa yako kutoka dukani kwako, lakini unakuja nayo kwenye maombi, unaweza ukaja nayo pia. Ila kama hukufanya hivyo, njoo kwa njia ya imani tuweze kuomba kwa ajili ya biashara, tutaomba kwa ajili ya ujenzi wa nyumba, tutaomba kwa ajili ya viwanja, tutaomba kwa ajili ya roho ambayo inakukamata usisonge mbele katika sala la ujenzi au ununuzi wa kiwanja. Kabla hujaja hapa mbele, waliokuwepo Mbezi Beach wanakumbuka hii scenario. Kuna mtu alikuja pale ana shilingi 500,000, anakwenda kununua simenti, anakwambia
kila akijaribu kwenda kununua bidhaa kwa ajili ya ile eneo kwenye kile kiwanja, kuna kitu kinamsukuma mpaka anarudi na pesa anatumia, zote zinaisha. Siku ile amekuja pale straight, akaja kwenye maombi. Lakini hivi ninavyoongea, kuna mtu mwingine tena ametuma ushuhuda wake leo hii, ambaye tuliomba tukiwa pale Mbezi. Watu walikuwa Mbezi wanakumbuka, watu walikuja na hati zao. Anasema kila akijaribu kutafuta fedha ili aanze msingi tu, pesa haipatikani, na kama ikija magonjwa yanakuja. Mwaka huu amejenga msingi, amefika mpaka kwenye dirisha kama sijakosea. Ni Mungu tunayemtumikia. Nami nimewaambia, kumwombea mtu mwenye milioni 20 akijenga nyumba au akanunua kiwanja, huo sio muujiza. Tunataka mtu anayeanza zero ili amtukuze Mungu kwa miujiza hii mikuu. Tembea uje hapa mbele. Mwenye maombi weka hapo, aliyekuja na hati yake, aliyekuja hata na picha ya nyumba, njoo tu ishike tu, njoo hapa mbele. Wale wenye biashara, vibanda, sui nini, sogea. Wale ndugu zangu ambao wanafuatilia kwa njia ya television, Mungu anakuona pale ulipo, na wewe tunaungana pamoja na tutaomba pamoja, hata kama unafuatilia kwa njia ya television. Mungu wetu ni Baba yetu, na kwa kuwa jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, wewe ni raia wa ufalme tayari. Hivyo duniani ni ziada na atakupatia. Mashemasi mtatusaidia hapo kumonita upande wa sadaka pamoja na wanaoweka maombi yao hapo, ili tuweze kuwa na utaratibu mzuri, vyombo hivyo vibaki katika usalama wake kama inavyotakiwa. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Endelea kutembea. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu ya
Kwa wale ndugu zangu ambao walikuwa tusaidiane kwenye maombi leo, kesho mtafanya huduma, naomba tubadilishe kidogo, kesho ndo mtafanya. Kwa hiyo wale wangeomba leo mtaomba kesho. Tunaingia kwenye maombi sasa. Natamani niseme haya maneno ili myaelewe vizuri tunapoingia kwenye maombi. Ndugu zangu mnaonitazama kwa njia ya television na mlioko hapa, kampeni yangu kubwa kila nikisimama na kuongea na watu ni kurudisha ibada ya Mungu katika maisha yetu. Ninatamani kila mmoja ajue katika mafanikio yake kuna Mungu. Ninatamani kila mmoja wetu anapofanikiwa akumbuke kumrudishia Mungu utukufu. Shetani ana kampeni kubwa ya kuliondoa hili katika akili zetu, tusahau kwamba Mungu ndiye afanyaye yote haya. Ipo ahadi katika ujenzi wa nyumba, na hii ndio nataka uichukue. Isaya 65 fungu la 21. Ukikuta bado unahangaika na habari ya kupanga na nini, ifungue hii, ishikilie, mwambie Mungu, hii ahadi ndio ambayo nahitaji unipatie kwenye maisha yangu. Lakini kuna ambao mko hapa tayari mnaishi kwenye nyumba zenu, ahadi yenu iko pale kwenye Zaburi, Bwana asipolinda. Nyie hamhitaji kujenga, mnahitaji ulinzi. Ni tofauti. Sikiliza maneno haya, 65 Isaya 21. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Kujenga nyumba na kukaa ni vitu viwili tofauti. Wapo waliojenga, walipomaliza waliondoka, ila ahadi ya Mungu inasema wewe unanitazama utajenga na kukaa ndani yake. Ninaomba kabisa Mungu akupe kujenga. Namba 2, nyie mliojenga, Mungu alinde nyumba zenu. Mungu alinde. Fuatilieni matukio ambayo yanaendelea California, fuatilieni vizuri. Sasa hivi nasambaa mitandaoni, kuna mtu mmoja anasema, nashangaa nyumba moja imeachwa, zimeungua zingine zote, hapo katikati nyumba moja kama vile imezungukwa namna hii moja. Yule bwana anasema, namshangaa Mungu. Mungu atusaidie sana. Wangapi wamekuja na angalau vivuli, photocopy za hati? Nyosha hati yako, nyosha tu. Asante, shusha. Wangapi wanasema mimi hati siko nayo hapa lakini iko nyumbani, nikimaanisha hata ka document kakuonyesha tu kwamba unamiliki lile eneo. Asante sana, shusha. Sasa Ezekieli 28 fungu la 26. Kabla ya kuisoma, naomba unisikilize hapa, nikwambie kitu kidogo ili baadaye umshukuru Mungu. Una habari, waliokuwepo Mbezi Beach wanakumbuka hii scenario ya mama huyu ambaye namsema sana. Alikuwa anamiliki eneo lake na nyumba, lakini hakuwahi kupata malipo. Yaani kuna vitu vinafanyika, akijaribu kwenda, yani anasahau mpaka na nyumba yake. Alifunguliwa juzi. Lakini kuna wengine pia mko hapa mnakumbuka kesi ya huku Majohe, ambapo wapangaji walifanya jambo, mzee hakanyagi pale mpaka siku alipofunguliwa ndipo anaenda kumiliki nyumba yake. Lakini si hivyo tu, kuna wengine mawakala tu wa shetani hawafurahi wakikuona unaendelea. Kwa kila ukijaribu wanatwanga, kila ukijaribu wanatwanga. Hiki ndicho nakupa leo, ndio ahadi yako ya kusimama nayo ya Ezekieli. Isikilize hii. Kila kitu kipo kwenye Biblia. Ezekieli 28 fungu la 26. Nao watakaa humo salama. Naam, watajenga nyumba na kupanda mashamba ya mizabibu na kukaa salama, nitakapokuwa nimetekeleza hukumu zangu juu ya wote wanaowatenda mambo ya jeuri. Mtu ambaye anadhani kwamba atakushikilia tu uendelee kulipa kodi kwake, anafanya mambo yake mauzauza, uendelee kulipa kodi kwake, Bwana anasema nitatangaza hukumu juu yake ili akuachilie uwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Dhamiria kwa imani, hata kama huna kiwanja, kione kwa njia ya imani. Nenda kabisa, anza kuuliza bei ya viwanja kwa imani, na Mungu akutendee hivi na kuzidi. Fumba macho yako.
Bwana, ninataka hili, kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa, unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Kupewa hekima yote, kupewa hekima yote itakuwa tunu kubwa, lakini moyo safi ni bora kwangu, bora kwangu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Naomba piano aendelee kupiga taratibu, kila mmoja akiwa amefumba macho. Sasa uko umefumba macho yako, kwa wale ambao mna maeneo, wale ambao mna viwanja, mna nyumba, wakati piano inaendelea kupiga, mawazo yako yaende kule sasa, kwenye ile nyumba, yaende kwenye kile kiwanja sasa. Mawazo yako yote yawe kule, kitazame kile kiwanja, tazama ile nyumba, nataka imefika nusu msingi tu, itazame sasa. Tazame kwa macho ya rohoni. Wale mnaotazama kwa njia ya television, fanya hivyo hivyo. Tunamkabidhi Bwana eneo hilo sasa. Na unapotazama kwa njia ya imani, huenda ikawa kuna mtu anasema mimi sina kiwanja kabisa. Tazama kwa imani kiwanja tu. Tazama tu kwa imani. Alafu mwambie Bwana, nimilikishe, nimilikishe, nimilikishe eneo hilo. Ikiwa ni nyumba, mwambie Bwana nijengee nyumba, nijengee nyumba. Mwambie Bwana ndani ya moyo wako, nijengee nyumba. Andiko linasema Bwana asipojenga, anayejenga anafanya kazi bure. Mwambie Bwana nijengee. Wale ambao tayari mmejenga, mna nyumba nzuri, mnakaa ndani yake, mshukuru Bwana. Lakini tangaza ulinzi wa kuzunguka lile eneo lako, nyumba yako. Mwambie Bwana, linda eneo langu, linda eneo langu. Zungusha moto katika nyumba yangu, zungusha moto katika biashara, zungusha ulinzi katika kile kibanda, zungusha ulinzi katika biashara ile, zungusha. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya neema yako na upendo wako. Tumeanza kudai ahadi ya Zaburi ya kwamba wewe usipojenga, anayejenga anafanya kazi bure. Nami nakusihi kila mtoto wako ambaye ameamini ya kwamba wewe unaweza ukamjengea nyumba katika ulimwengu usioonekana na ikawa halisi katika ulimwengu unaoonekana, akapokee baraka hiyo kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya wale ambao hata kiwanja hana, ukampe hekima ya namna ya kupata kipato halali, lakini pia ukampe hekima ya namna ya kuchagua ardhi sehemu sahihi. Baba, ninaomba kwa ajili ya wale ambao hata viwanja vyao wana madeni hawajamaliza, wapatie baraka wakamalize madeni hayo kabisa. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao nguvu za giza zimefunga maeneo husika kiasi kwamba huwezi kuendeleza ile nyumba tena, kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo,
nguvu zote mbaya zikaondoke katika maeneo hayo, na malaika watakatifu wakatawale. Naomba kwa ajili ya wale ambao wanamiliki maeneo ya kibiashara, wamepanga au ni ya kwao, hayo maeneo yote sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo yakawekwe ulinzi wa mbinguni na biashara ikafanikiwe kwa jina la Yesu. Lakini Baba, kuna mzazi ananisikiliza, ameishi nyumba ya kupanga, watoto wamezaliwa hapo, huenda hata mpaka wajukuu. Sio mpango wako Mungu. Mpango wako ni kwamba watajenga nyumba na kukaa. Nami nakusihi, hata kama ana umri mkubwa kiasi gani, mbariki akapate kuishi kwake. Hata kama itakuwa ni kwa kumbariki mtoto wake ili akajenge, fanya hivyo Mungu. Hata kama itakuwa ni kumletea mtu yeyote ambaye atamshika mkono na kujenga, Mungu, tenda hili kwa ajili ya utukufu wako. Sasa wote walioshikilia hati zao na dokumenti za aina yoyote, hiyo mikono ikiwa imeshikilia hizo hati, moto wako ambao hauonekani kwa macho ya kibinadamu ukapenye katika hizo karatasi na kuzitakasa kabisa. Ninakutukuza Mfalme. Wakati watu wote wamefumba macho, ikiwa upo katikati yetu unasema, mchungaji, nahitaji kubatizwa siku ya Ijumaa, nyosha mkono wako wa kulia, nina ombi rasmi kwa ajili yako. Yote ambao unasema niko tayari kubatizwa, hata kama ulijitoa, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Asante sana. Nyosha mkono wako. Asante sana. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya hao walionyosha mikono yao. Mkono wa mtoto wako ukakutane na mkono wa mbinguni, ukampe ushindi wa dhambi, lakini na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Shusha mkono wako. Neema yako inatosha, ukawatendee hivi na kuzidi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Naomba unitazame kabla hujaondoka. Wale ambao nyumba yako imekwama mahala fulani na leo hii umekuja kwenye maombi haya, ninakusihi, sijui unasali wapi, sijui kanisa lako, lakini baada ya hapa nenda kwenye kanisa unakotoka. Najua kuna watu wamekuja hapa sio wa Magomeni, umekuja kusali hapa. Hili usije ukalifanya hapa Magomeni, nenda ukalifanye kule kwenye kanisa lako unakosali. Katoe sadaka ya shukrani kwa Mungu kwa kukujengea nyumba kwa imani. Narudia tena, nenda ukalifanye kule kwenye kanisa lako unaposali, sio hapa. Inawezekana umekuja hapa wewe ni Mennonite, Pentecost, uko hapa, nenda kafanye kanisani kwako kule unakosali kule, nenda katoe sadaka. Na kila wakati mafanikio yatakapokamilika, mkishajenga nyumba, ita familia yako, wale waliopo, waambie wazi, huu ni mkono wa Mungu, sio ujanja wetu. Wajue ni Mungu amefanya yote haya. Mwisho kabisa, wafanya biashara, baada ya hapa Mungu anakwenda kuifungua biashara yako vizuri sana. Sahau yote, usahau yafuatayo. Wakumbuke yatima, wajane, maskini. Kumbuka kazi ya Mungu. Fanya ubia na Mungu kwa kutenda kazi yake. Hili usilisahau. Shetani ana tabia kusahaulisha. Umefanya mkataba na Mungu wa baraka kwenye madhabahu, rudi kwenye madhabahu ukamwambie Mungu asante. Mungu awabariki sana. Asante sana. Turudi tukakae.